Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Na wajibu ulio bora kabisa kwa mzazi ni kumpatia mwanae elimu. Kwani kutokana na elimu ndipo mtoto huyu ataijua dini yake, ataijua dunia yake, lakini pia maadili mema na tabia nzuri zitapatikana kutokana na elimu anayoisoma. Niwapongeze wale wazazi wote ambao waliwiwa na wakaona ni kheri kuwapeleka watoto wao wakasome Nasar katika Nasar ya Taqwa. Niwapongeze sana. Niseme tu kwamba chaguzi lenu ni sahihi na watoto wenu wanapatiwa elimu bora, na mfano wake tumewaona katika mawasilisho waliokuwa wakiwasilisha katika hafla hii. Ni matumaini yangu kwamba maonyesho yaliyoonyeshwa na wanafunzi katika siku hii ya leo ni sehemu tu ya kile ambacho wamefundishwa. Ni dhahiri kuwa wamefundishwa taaluma mbalimbali na mambo mengi, na wameondoka wakiwa tayari kwa ajili ya kujiunga na darasa la kwanza. Lakini kwa yale machache ambayo wamepata kuyaonyesha wanafunzi, tumeshuhudia wakituhesabia kwa Kiarabu, achana na Kiingereza wengi wanajua, wametuhesabia kwa Kiarabu 1 mpaka 50. Hapa leo tukiulizana kwa wazazi, nani anaweza kuhesabu mpaka 10, na kama tukiweka mtihani yawezekana tukakimbiana. Lakini kwa sababu ya taaluma bora inayotolewa na walimu wanaofundisha katika Nasar ya Taqwa, watoto hao wametuonyesha walivyokuwa wabobezi katika mafunzo yao na masomo yao, na kutuhesabia mpaka 50 kwa Kiarabu, 50 kwa Kiingereza. Nimehudhuria Nasar nyingi katika mafari zao, nimekuwa nikisikia kikihesabiwa Kizungu alafu 1 mpaka 20, lakini leo tumeweza kufahamishwa 1 mpaka 50 kwa Kiarabu, kwa Kizungu na kwa Kiswahili. Lakini wametuonyesha fani mbalimbali, kujua baadhi ya vitu kwa Kiarabu, baadhi ya viumbe kwa Kiarabu, kwa Kiingereza wametuonyesha watoto hawa. Lakini pia wamepata kututambulisha muda kwa Kizungu, siku, wiki na miezi kwa Kizungu. Ni matumaini kwamba haya ni machache tu miongoni mwa mengi ambayo wamejifunzisha. Tunaamini kwamba kwa haya ambayo yameonekana, shule hii ni bora, na tunaalika wazazi waendelee kuwaleta watoto ili wapate elimu bora. Nilichotaka kusema ni kwamba kama nilivyosema, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Dunia sasa hivi tumezoea kusema kuwa imeharibika, lakini ukweli ni kwamba watu ndo tunazidi kuharibika, dunia iko vile vile. Lakini kama tulivyosema, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, malezi ya mtoto yanaanza ingali akiwa bado mdogo. Ninachotaka kusisitiza, zipo Nasar nyingi sana mtaani, shuleni zipo. Mzazi unapotaka kumpeleka mtoto wako Nasar, angalia katika Nasari ambayo mtoto wako atapata mafunzo na maadili mema. Kwa namna hiyo tutapata watoto walio wema wenye sifa zifuatazo, kwa uchache nitazitaja. Sifa ya kwanza, tutawapata watoto ambao wanamtii Mwenyezi Mungu. Kama tutapeleka watoto wetu katika Nasari ambazo zinatoa maadili yaliyo bora, tutapata watoto ambao wanamjua na kumtii Mwenyezi Mungu kuanzia umri wao wakiwa wadogo. Lakini pia kwa namna hiyo, kuwapeleka watoto wetu katika Nasari ambazo zinatoa maadili yaliyo bora, tutapata watoto ambao wanawatii wazazi wao, kwa sababu tu
walimu wao na uongozi wa nasari hiyo utasisitiza maadili na kuwatii wazazi, watoto hao kuwatii wazazi wao, kama vile ambavyo Allah tabaraka wa taala alivyoamrisha ya kuwa tumtii Allah tabaraka wa taala na tuwatii wazazi wetu. Lakini pia watoto hao watapata kuwa na tabia njema ya kuwatii wakubwa, sambamba na kuepukana na tabia zilizo mbaya. Nasali zinazofundisha watoto ambazo zimejiegemeza na kuelekeza katika misingi ya kidini, suala la tabia na maadili linapewa kipaumbele sana, kama ambavyo tumeona watoto wetu hawa leo, wallahi wana tabia njema, wametulia, watiifu, dhahiri shahiri, tunawaona namna ambavyo walivyokuwa. Sambamba na hilo, tukiwapeleka watoto wetu katika nasari hizi zenye mlengo wa kidini, hasa tukizungumzia nasari takwa, tukiwaleta watoto wetu katika nasari takwa, watapata hali na morali ya kujitahidi kusoma na kujifunza, kwa sababu tu msingi mkuu wa dini ya Kiislamu ni elimu, na walimu wetu hawa wanalitambua hilo, na kwa maana hiyo watatusisitizia watoto wetu kunako umuhimu wa kujitahidi kusoma na kujifundisha. Na kwa maana hiyo ndio maana tumeona watoto wadogo kabisa wanasimama na kututolea madua mbalimbali, kuanzia dua la kulala, kuamka, kwenda chooni, kutoka nyumbani, kurudi nyumbani, kupokea chakula, kula chakula na baada ya chakula. Ni dhahiri kabisa kwamba hata miongoni mwa wazazi tulioko hapa, kuna wazazi hata wakati wa kulala hatujui tuseme nini. Sisi tunajitupia tukitandani. Lakini pia tukiamka hatujui tuseme nini, ni kuinuka miguu kushusha chini na kuinuka na kutembea. Lakini kwa sababu ya kupata hari ya kujitahidi kusoma na kujifundisha, watoto hawa tumeona leo hii wakituonyesha ujuzi wao waliopata kutoka kwa walimu kwa kutusomea madua mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, watoto hawa tukiwapeleka katika nasar hasa hii ya takwa, watoto hawa tutawafanya wawe wanyenyekevu na wakarimu. Niseme ya kwamba, narudia kusema kwamba wazazi tulichagua sehemu sahihi ya kuwapeleka watoto wetu kwenda kupata mafunzo ya awali kwa ajili ya kuelekea shule ya msingi. Nitoe wito pia kwa wazazi, majirani wa dini zote, si Waislamu tu, wa dini zote, kuwaleta watoto wao katika nasar ya takwa, ili watoto hao waweze kupata misingi bora ya kielimu na maandalizi mazuri kwa ajili ya kuendea shule zao za msingi. Swala la kusimamia elimu ni swala wajibu kwa kila muumini, kila mwanadamu, kila mzazi. Na kama hatukuisimamia elimu kwa misingi inayotakiwa, tutaandaa kizazi ambacho kitakuwa ni chenye ufisadi, kilichojaa udhalimu, kilichojaa ufuska, kilichojaa kila aina ya tabia mbaya.